Kukosekana kwa tume huru ya uchaguzi. Mgombea mmojawapo anateua tume yake ya kusimamia ushindi wake. Chaguzi zote zinazoeleza, picha unayoipata ni kwamba wananchi hawakuchagua, wamechaguliwa. Kukosekana kwa uwezekano wa kuhoji matokeo ya urais. Katika mazingira ya kukosekana kwa uhuru wa vyombo vya ulinzi, mgombea mmoja ana uwezo wa kuvitumia kuhujumu demokrasia na kuzuia kushtakiwa au kuhojiwa. Kukosekana kwa utaratibu wa kusitisha au kuitisha viongozi wa kuchaguliwa kabla ya wakati wa uchaguzi endapo wamekosa uhalali wa kuwawakilisha wananchi. Kwamba mnanichagua mimi leo alafu naamua kukaa nyumbani kwangu Karagwe na mshahara naendelea kuvuta mpaka miaka 5 ipita, hamna cha kunifanya, mmeshanichagua. Katika kipindi kilichopita tulifika huko. Unataka uhuru, maendeleo atukuletee. Unataka maendeleo, funga mdomo. Watawala wanasisitiza wajibu kuliko haki. Viongozi wasiochaguliwa na wananchi wana mamlaka na madaraka. Hawa madisi wetu, marasi wetu, wote wale wateule wale. Wana mamlaka na madaraka. Wakati viongozi wanaochaguliwa na wananchi wana madaraka yanayowajibisha kinadharia lakini hayana uthubutu wa kimatendo. Wasiochaguliwa na wananchi wana nguvu na madaraka. Wanaochaguliwa na wananchi ni mdomo tu, si ndio? Taifa letu limepitia vipindi 4 muhimu katika dhana nzima ya uhuru. Kipindi cha kwanza, uhuru usioleta kujitawala, tuliuita uhuru wa bendera. Watawala tunao, lakini maamuzi wanaamuliwa na watu walioko nje. Kipindi cha pili, tukawa na kipindi cha kujitawala bila kuwa huru. Viongozi ni wetu wenyewe, wakatugeuka na kuanza kutufanya kama wakoloni walivyokuwa wakitufanyia. Tofauti ikawa ni rangi tu. Sehemu ya tatu ni ya madaraka yasiyokuwa na mamlaka. Taifa lenye alama za madaraka, zile instruments, lakini haziheshimiwi na yeyote. Hakuna utawala wa sheria. Kama kule porini tu, unaona simba anakimbia na kamata kaswara na kula. Kuna nyumbu anazaa hapo mtoto kabla hata hajamnyonyesha, anakuja mwingine anachukua na kula. Na kipindi cha 4 ni mamlaka yasiyokuwa na madaraka. Utawala wa sheria unaojenga matabaka na kuwatumikia watu wachache. Pia ni pale inapokuwepo katiba, lakini watawala wana nguvu kuliko katiba yenyewe. Hii inaitwa katiba bila ukatiba. Constitution without constitutionalism. Unakuta una rais na nguvu kuliko katiba, na nguvu kuliko nchi, speaker na nguvu kuliko bunge lenyewe. Nishasema askofu ana nguvu kuliko hata kanisa lake, shehe ana nguvu kuliko msikiti. Ndio hiyo, una katiba lakini viongozi wana nguvu kuliko katiba yenyewe. Watawala wakisisitiza uhuru wenye mipaka kuliko uhuru kamili. Huu msemo wa uhuru wenye mipaka ni fashionable sana kwa watawala wetu, na mimi nimeubatiza kwamba huo ni utumwa mstaarabu. Uhuru wenye mipaka ni sawa na kusema huu ni utumwa mstaarabu. Bunge ambalo ni sauti ya wananchi linajikita sana katika kuishauri serikali kuliko kuisimamia. Na mihimili ya dola yote mitatu inaungana katika kushambulia uhuru na kuwachagulia wananchi maendeleo. Wananchi wanajikuta wanaiogopa serikali na serikali haimwogopi yeyote. Maendeleo ya vitu yanageuka kuwa kinga ya watawala kutojihusisha na maendeleo ya ukombozi wa fikra za watu. Kukosekana kwa haki ya kuchaguliwa mpaka uwe mwanachama wa chama cha siasa. Kura yako wanaitaka, lakini wewe huna haki ya kufanya nini? Ya kuchaguliwa. Una haki ya kuchagua, lakini huna haki ya kuchaguliwa. Serikali inaweza kuingiliwa, bunge linaweza kuingiliwa,
mahakama inaweza kuingiliwa. Kukosekana kwa utaratibu wa kuishtaki serikali bila kuiomba ruhusa. Yaani unanikosea, unanipiga, alafu unasema ukitaka kunishtaki uje uniombe ruhusa. Unasikia Deusi eh? Yaani unanipiga, alafu unaninyima na haki ya kukushtaki mpaka nije kuomba ruhusa kwamba naomba nikushtaki. Ninawasihi sana watawala wetu wa zamu kuzingatia na kuliepusha taifa letu na ghadhabu ya Watanzania waliokosa uhuru kwa muda mrefu. Siku wakikata minyororo hawa waliokosa uhuru, tutashuhudia maafa makubwa sana. Chuki ya kukosa uhuru au kupewa nusu uhuru haiwezi kufunikwa na miradi ya kimkakati kama madaraja, majengo marefu, ndege, treni, mabwawa, mashimo ya vyoo, wala barabara za lami. Havitoshi kufunika hitaji la watu kuwa huru. Mambo haya ni mazuri. Haya niliyotaja ni mazuri, lakini kamwe yasilinganishwe na uhuru wa watu. Katiba mpya inayoweka mkataba kati ya watawala na watawaliwa na kutamka wazi jinsi watawaliwa wanavyotaka kutawaliwa, sivyo jinsi watawala wanavyotaka kutawala. Katiba hiyo ndiyo suluhisho la amani ya kudumu ya taifa letu. Ndugu zangu, uhuru ndio utu. Uhuru ndio utu na havitenganishwi. Uhuru na utu havitenganishwi. Penye utu kuna uhuru na penye uhuru kuna utu. Kuongeza au kupunguza uhuru ni kuongeza au kupunguza utu. Hata kwa wanyama iko hivyo. Mbwa koko aliye huru kujitafutia makombo ni mbwa bora kuliko mbwa wa kufuga anayeshinda kwenye mnyororo akisubiri kuletewa wali na kuku. Mnyororo ule unamondolea ule umbwa wake, unaupunguza. Lakini wakati huo huo mbwa aliyenyimwa uhuru na kushinda kwenye mnyororo, huyu mbwa ambaye amenyimwa uhuru pamoja na kwamba anapewa chakula akashinda kwenye mnyororo, ukusanya uchungu na chuki dhidi ya viumbe walio huru na kuwa mkali kupita kiasi. Ndio maana wakisema, watu wanakushauri ukitaka mbwa wako au mkali umfanye nini? Umnyime uhuru. Ukimfunga na ukali unafanya nini? Ule sio ukali, ni ukatili asachi. Kwa hiyo watu wasio huru ni wakatili. Watu wasio huru ni wakatili. Kwamba mbwa anayeshinda kwenye mnyororo anakusanya uchungu na chuki dhidi ya viumbe walio huru na kuwa wakali kupita kiasi. Matokeo ya uchungu na chuki hiyo, ipo siku mbwa huyo akakata mnyororo na kufanya maafa makubwa. Kilele cha kielelezo cha chuki ya mbwa huyo dhidi ya mnyororo unaomnyima uhuru ni pale mbwa anapoweza kumshambulia hata mwenye nyumba na kumjeruhi vibaya sana. Akasahau wali anaopewa, akasahau hata godoro analolalia, akamrukia bwana wake na kumjeruhi vibaya sana. Na uhuru na maendeleo havitenganishwi. Asanteni sana.